Tuko hapa katika soko la Temeke Stereo kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda. Kwanza nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico di Luanda utapigwa siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 11 saa 10 kamili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu, na kwa mantiki hiyo basi kila mwana Simba hii leo atokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba mechi yetu itakuwa ni tarehe 23 saa 10 kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Awali ratiba ya kwanza ambayo CAF waliitoa, walitupangia mechi yetu iwe siku ya Jumamosi saa 1 kamili siku ya tarehe 22. Kwa kuwa siku hiyo imekaa vibaya na muda huo saa 1 usiku sio muda mzuri wa machinjio, ikatulazimu kuomba kunako mamlaka, na tunashukuru mamlaka ya mpira wa miguu Afrika CAF ikaridhia maombi yetu na kuamua kutupangia mchezo wetu katika siku, tarehe na saa ambao sisi Simba Sports Club tuliiomba awali na tulitaka siku hiyo siku ya tarehe 23. Maandalizi ya timu yetu yanaendelea tangu tumemaliza mchezo wetu wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania. Wachezaji wakapata muda kidogo wa kupumzika kwa wale ambao hawana majukumu ya timu ya taifa, na baada ya mapumziko ya siku chache wakarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena na kuanza program ya mazoezi. Hii inakwenda wiki ya pili sasa tangu tumeanza maandalizi full kuelekea katika mchezo wetu. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na juzi tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya maswahiba wetu JKT Tanzania na tukamnywa goli 6-0. Ushindi sio ishu muhimu sana. Ishu muhimu ni namna gani meneja Dimitar Pantev ametumia mchezo huo kutengeneza mipango yake ya kimauaji kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Kuelekea katika mchezo huo tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili. Ninda mlango Musa Pinpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Morocco kwa ajili ya matibabu, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki 10 mpaka 8, kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma ya beki wetu Abdulrazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu, na yeye vile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Morocco kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi ili tuweze kuona amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohamed Bajaber, yeye ameshapona kwa 100% na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ameshafanya mazoezi takriban wiki 2 na sasa ameanza kutengemaa kwa ajili ya kuitumikia klabu yetu.
na juzi kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata nafasi ya kucheza na amecheza mwanzo kwa dakika 30 na baadaye mwalimu akampumzisha. Kwa hiyo kwa sasa ninawatangazia rasmi wana Simba ya kwamba Mohamed Bajaber yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ninafahamu wengi tulikuwa na shauku kubwa, wengi tulikuwa na hamu kubwa, wengi tulikuwa na mzuka wa kutosha wa kumuona Mohamed Bajaber, na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba Bajaber yuko tayari kuanza kuonesha makali yake. Kwa Rwanda wao wanataraji kuwasili nchini Tanzania siku ya tarehe 19 siku ya Jumatano. Maandalizi yote kwa upande wao yameshakamilika na tunasubiri kuwapokea wageni wetu hawa ambao watawasili siku ya Jumatano ya tarehe 19. Waamuzi katika mchezo wetu dhidi ya Petro ni waamuzi wote kutoka Congo Brazzaville. Waamuzi wa kati ni bwana Masie Oved ambaye ni kutoka Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba 1 ni Malondi Yames naye vile vile kutoka huko Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni Vital Dictin naye kutoka Congo Brazzaville, na mwamuzi wa akiba ama fourth official ni Pierre Jean. Seti nzima ya waamuzi 4 wote wanatoka Congo Brazzaville, na maafisa wote wa mchezo wetu wataanza kuwasili nchini Tanzania kuanzia siku ya tarehe 19. Viingilio katika mchezo wetu huu kutokana na umuhimu wa mchezo huu, kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo muhimu kweli kweli ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu, tukachukue alama 3. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure. Kwa hiyo mmegoma bure. Hamtaki bure. Basi sawa, kama hamtaki bure tutangaze viingilio. Tanzanite, tiketi za Tanzanite bei yake ni shilingi 250,000. Ukinunua tiketi ya Platinum unapata jezi mpya za kimataifa na vile vile unapata kadi ya kuingia na gari yako uwanjani, na unapofika uwanjani unakwenda kuketi kwenye viti vya VVIP ambapo utapatiwa huduma ya chakula na vinywaji kwa kipindi chote ambacho mechi itakuwa inaendelea.
Huduma yote hizo unapata kwa shilingi 250,000 pekee. Asante sana. Tuna tiketi za platinum kwa shilingi 150,000. Ukinunua tiketi ya platinum unapatiwa jezi ya kimataifa, jezi mpya, unapatiwa usafiri wa kutoka hotelini kupelekwa uwanjani, kutoka uwanjani kurudi mpaka hotelini, mkisindikizwa na king'ora kwenda na kurudi uwanjani. Na mkifika uwanjani mnapelekwa kwenye siti zenu, mnakaribishwa pale na wadada wa kueleweka, wanawapatia huduma mbalimbali za vinywaji na vyakula. Baada ya mechi mnarejea tena kwenye mabasi yenu na kurejea hotelini. Baada hapo tunasambaana, tunakwenda kushangilia ushindi. Bei yake ni shilingi 150,000. Kwa anayehitaji tiketi ya Tanzanite na tiketi ya Platinum, hii unaipata kwa kupiga simu kwa namba 0742771311. Kama unahitaji tiketi hii ama tiketi hizi, piga simu kwa nambari 0742771311. Utapiga simu, utaweka booking, utalipia tiketi yako na kusubiri maelekezo mengine namna ya kupewa zawadi zako kutoka Simba Sports Club. VIPA ni shilingi 30,000. VIPB ni shilingi 20,000 na mzunguko ni shilingi 5,000 pekee.